Kutoka katika dimba la uwanja wa mazoezi, wanajeshi zaidi ya 29 wachezaji wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba leo Januari 30 mwaka 2026 wamerejea katika uwanja wa mazoezi. Jana ukumbuke kwamba Simba walicheza mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, lakini leo wameendelea kurudi katika uwanja wa mazoezi, na hakika kabisa wanaendelea pale ambapo walipoweza kuishia katika mazoezi hayo ambayo yanayofanyika muda huu katika uwanja wa mazoezi Mo Simba Arena Bunju, wakiendelea kufanya mazoezi mazito kwelikweli. Kocha Steve Barker ameendelea kuweka mshirikizo kwamba kila mchezaji aendelee kujituma, lakini pia kuna mazoezi hayo, na kama tunavyoshuhudia hapo tunamwona Mohamed Bajaber naye pia amerejea kwenye kikosi, lakini pia majeraha yakiendelea kumwandama. Libase Gaya akiendelea kufanya mazoezi ya hapa na pale, lakini pia wachezaji wapya wote huko wakiendelea kufanya mazoezi baada tu ya kuweza kuwasili katika dimba ama katika kikosi hiko cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Anaitwa Anicet Oura kutoka taifa pale la Ivory Coast, na pia ameungana moja kwa moja kwenye kikosi hiko cha club cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia mchezaji mwingine anaitwa Ino Loemba kutoka taifa hilo la Congo Brazzaville, na pia leo ameingia katika uwanja wa mazoezi kuhakikisha kabisa hakuna kulala na wala hakuna kupoteza muda. Wachezaji wote zaidi ya wachezaji 30, angalau wachezaji 29 kwa haraka kwa kuhesabu, wote hao wameingia mazoezi hii leo, jioni ya hii leo, wakiendelea kufanya mazoezi na huku wakiendelea kujifua kuelekea katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Esperance de Tunis. Kumbuke kwamba Esperance wao wote tayari wameshaweza kuwasili katika taifa hili la Tanzania kutoka kule nchi ya Tunisia kwa ajili ya kuja kumalizana ama kuja kumenyana na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini kubwa kuliko kutoka katika uwanja wa Mo Simba Arena jijini Dar es Salaam, ujio wa Ino Loemba katika uwanja wa mazoezi, hakika kabisa huyu ni mwamba kweli. Amejaribu kuonesha nini ambacho alichokuwa nacho, ubora, umaridadi na uwezo binafsi aliokuwa nao. Naona kabisa hapa ataenda kufanya mazuri kweli kwenye kikosi hiki cha klabu cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Jana kuna mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, Ino Loemba alikuwepo juu kule kwenye jukwaa akijaribu kuwatazama vijana wake ambao waliweza kupata bahati ya kuingia katika mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini hili balaa ambalo analo lionyesha katika uwanja huu wa mazoezi hapa Bunju Mo Simba Arena, hakika kabisa Simba wamelamba dume kutokana na ubora, kutokana na umaridadi, ufanisi wake aliyokuwa nao ni mzuri kweli. Nimejaribu kumtazama touch yake ya kwanza katika uwanja huu wa mazoezi, speed yake, mikimbio yake, ubora na ufanisi wa kuweza kutoa pasi kwa haraka zaidi, jicho lake la kuweza kutoa pasi. Hakika kabisa Simba hapa wamelamba dume. Tulikumbushe tu kwa haraka wewe ambaye unaweza ukajiuliza kwamba Ino Loemba ni mchezaji wa aina gani? Ametokea kule Colombine, kule nchini Cameroon, moja kati ya vilambo ambavyo alivyokuwa akivitumikia. Ni raia kutoka pale Congo Brazzaville, na moja kati ya maeneo ambayo anaweza kuyatumikia katika eneo la uwanja ni kiungo mshambuliaji. Anaweza kukaa katikati ya uwanja kwa maana kwamba kucheza namba 10, lakini pia ana uwezo wa kusogea pembeni zaidi kucheza kama kiungo mshambuliaji winga, lakini pia ni mzuri zaidi kukimweka nyuma ya striker, kwa maana kwamba nafasi ya Chota Clatous Chama ndiye yupo huyo mwamba Ino Loemba kutoka pale taifa hilo
la Congo Brazzaville. Hakika ni mchezaji mzuri kabisa, naweza nikasema hivyo. Nimejaribu kumtazama hapa touch yake ya kwanza, unaona kabisa mguuni vitu vimo, na jezi yake amevalia kabisa ni nzuri kweli kweli, lakini pia ubora na ufanisi ambao aliokuwa nao katika uwanja huu wa mazoezi, naona kabisa anaenda kufanya vizuri katika mashindano mbalimbali ambayo yatakayokuwa mbele yake. Lakini pia kocha Steve Barker, kwa aina ya namba na kwa aina ambavyo anavyomtumia katika uwanja wa mazoezi, unaona kabisa kocha Steve Barker kwamba kuna kitu ambacho anachokihitaji kwenda kumtumia katika uwanja wa mashindano. Ino Loemba katika uwanja huu wa mazoezi, nimemwona kocha Steve Barker amejaribu kumwanzisha kama mchezaji ambaye atakayekaa nyuma ya striker, kwa maana kwamba namba 10, lakini pia Chota Clatous Chama yeye atakuwa nyuma ya Ino Loemba. Kwa hiyo ni mfumo ambao kocha Steve Barker najaribu kuelewa kwamba anahitaji kwenda na mfumo wa aina hiyo, kwenda kuanzisha wote namba 10, kwa maana kwamba Chota Clatous Chama ni namba 10, Ino Loemba naye pia namba 10. Lakini kwa aina ya mfumo ambao anao uhitaji kocha Steve Barker katika uwanja wa mazoezi, namba 10 wa kwanza atakuwepo pale Ino Loemba, lakini pia namba 10 nyingine ya uongo ambaye atakuwepo Chota Clatous Chama. Mfumo unaonesha kwamba Chama atakuwa anatokea pembeni, kwa maana kwamba yeye atakuwa flanks ya kulia ama flanks ya kushoto, lakini pia Libase Gaye yeye atacheza kama flanks ya kulia, kwa maana kwamba anaingia eneo la katikati ya uwanja. Chota Clatous Chama yeye atacheza kama flanks ya kushoto, atakuwa anaingia ndani kidogo kucheza kama namba 10 ya kuibia. Ino Loemba yeye atasimama katikati nyuma ya striker. Nyuma ya hapo anasimama Nabi Kamara. Ndo mfumo ambao nimejaribu kuuona katika uwanja wa mazoezi. Hivi ndivyo ambavyo kocha Steve Barker anachokihitaji kwenda kufanya katika uwanja wa mashindano. Ndio hiki ambacho anachojaribu kukionyesha katika uwanja wa mazoezi. Striker pale yuko Selemani Mwalimu Sele Gomes, ambaye pia anajaribu kwenda kumtumia. Sijui kocha Steve Barker aina ya mfumo ambao aliyojaribu kuonesha katika uwanja wa mazoezi siku hii leo, huenda ikawa anahitaji kwenda kutumia katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Kumekuwa na maswali mengi kweli kweli. Vipi kuhusiana na Ino Loemba katika mchezo wa Jumapili tarehe 1 ya Februari ya mwaka 2026, kwamba Ino Loemba atakuwepo kwenye mchezo huo? Kwa taarifa tu ambazo nilizokuwa nazo kutoka katika vyanzo vya habari kutoka ndani ya klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba, Mo Simba Arena jijini Dar es Salaam, ujio wa Ino Loemba katika uwanja wa mazoezi, hakika kabisa huyu ni mwamba kweli kweli. Amejaribu kuonesha nini ambacho alichokuwa nacho, ubora, umaridadi na uwezo binafsi aliokuwa nao. Naona kabisa hapa ataenda kufanya mazuri kweli kweli kwenye kikosi hiki cha klabu cha Wekundu Msimbazi Simba. Jana kuna mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, Ino Loemba alikuwepo juu kule kwenye jukwaa akijaribu kuwatazama vijana wake ambao waliweza kupata bahati ya kuingia katika mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini hili balaa ambalo analolionyesha katika uwanja huu wa mazoezi hapa Bunju Mo Simba Arena, hakika kabisa Simba wamelamba dume kutokana na ubora, kutokana na umaridadi, ufanisi wake aliyokuwa nao. Ni mzuri kweli kweli. Nimejaribu kumtazama touch yake ya kwanza katika uwanja huu wa mazoezi, speed yake, mikimbio yake, ubora na ufanisi wa kuweza kutoa pasi kwa haraka zile, jicho lake la kuweza kutoa pasi. Hakika kabisa Simba hapa wamelamba dume. Tulikumbushe tu kwa haraka wewe ambaye unaweza ukajiuliza kwamba Ino Loemba ni mchezaji wa aina gani? Ametokea kule Colombia, kule nchini Cameroon, moja kati ya vilabu ambavyo alivyokuwa akivitumikia ni raia kutoka pale Congo Brazzaville, na moja kati ya maeneo ambayo anaweza kuyatumikia katika eneo la uwanja ni kiungo mshambuliaji. Anaweza kukaa katikati ya uwanja kwa maana kwamba kucheza namba 10, lakini pia ana uwezo wa kusogea pembeni zaidi kucheza kama kiungo mshambuliaji winga, lakini pia ni mzuri
zaidi kukimweka nyuma ya striker, kwa maana kwamba nafasi ya Chota Clatous Chama ndiye yupo huyo mwamba Ino Loemba kutoka pale taifa hilo la Congo Brazzaville. Hakika ni mchezaji mzuri kabisa, naweza nikasema hivyo. Nimejaribu kumtazama hapa tachi yake ya kwanza, unaona kabisa mguuni vitu vimo, na jezi yake amevalia kabisa ni nzuri kweli kweli, lakini pia ubora na ufanisi ambao aliokuwa nao katika uwanja huu wa mazoezi, naona kabisa anaenda kufanya vizuri katika mashindano mbalimbali ambayo yatakao kuwa mbele yake. Lakini pia kocha Steve Barker, kwa aina ya namba na kwa aina ambavyo anavyomtumia katika uwanja wa mazoezi, unaona kabisa kocha Steve Barker kwamba kuna kitu ambacho anachokihitaji kwenda kumtumia katika uwanja wa mashindano. Ino Loemba katika uwanja huu wa mazoezi, nimeona kocha Steve Barker amejaribu kumwanzisha kama mchezaji ambaye atakayekaa nyuma ya striker, kwa maana kwamba namba 10. Lakini pia Chota Clatous Chama yeye atakuwa nyuma ya Ino Loemba. Kwa hiyo ni mfumo ambao kocha Steve Barker anajaribu kuelewa kwamba anahitaji kwenda na mfumo wa aina hiyo, kwenda kuanzisha wote namba 10, kwa maana kwamba Chota Clatous Chama ni namba 10, Ino Loemba naye pia namba 10. Lakini kwa aina ya mfumo ambao anao uhitaji kocha Steve Barker katika uwanja wa mazoezi, namba 10 wa kwanza atakuwepo pale Ino Loemba, lakini pia namba 10 nyingine ya uongo ambaye atakuwepo Chota Clatous Chama. Mfumo unaonesha kwamba Chama atakuwa anatokea pembeni, kwa maana kwamba yeye atakuwa flanks ya kulia ama flanks ya kushoto. Lakini pia Libase Gaye yeye atacheza kama flanks ya kulia, kwa maana kwamba anaingia eneo la katikati ya uwanja. Chota Clatous Chama yeye atacheza kama flanks ya kushoto, atakuwa anaingia ndani kidogo kucheza kama namba 10 ya kuibia. Ino Loemba yeye atasimama katikati nyuma ya striker. Nyuma ya hapo anasimama Nabi Kamara. Ndio mfumo ambao nimejaribu kuuona katika uwanja wa mazoezi. Hivi ndivyo ambavyo kocha Steve Barker anachokihitaji kwenda kufanya katika uwanja wa mashindano. Ndio hiki ambacho anachojaribu kukionyesha katika uwanja wa mazoezi. Striker pale yuko Selemani Mwalimu Sele Gomes, ambaye pia anajaribu kwenda kumtumia. Sijui kocha Steve Barker aina ya mfumo ambao aliyojaribu kuonesha katika uwanja wa mazoezi siku ya hii leo, huenda ikawa anahitaji kwenda kutumia katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Kumekuwa na maswali mengi kweli kweli. Vipi kuhusiana na Ino Loemba katika mchezo wa Jumapili tarehe 1 ya Februari ya mwaka 2026, kwamba Ino Loemba atakuwepo kwenye mchezo huo, kwa taarifa tu ambazo nilizokuwa nazo kutoka katika vyanzo vya habari kutoka ndani ya klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Simba tayari wameshaweza kulisainisha lile jina la kulipitisha kwenye viwango vile, shirikisho la mpira barani Afrika kulituma lile jina la Ino Loemba kwamba anaingia kwenye mfumo wa moja kwa moja, kwa maana kwamba jina la Ino Loemba tayari wameshaweza kulisajili katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa minajili hiyo, kwa taarifa kutoka vyanzo vyangu vya habari kutoka ndani ya klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba, mmoja kati ya mjumbe wa bodi ya wakurugenzi akiwa ameweza kudhibitishia hilo taarifa kwamba Ino Loemba jina lake tayari limeshaweza kusajiliwa kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika na hata michuano ya ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo michezo inayokuja Ino Loemba ataonekana na ataendelea kwenda kuitumikia klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Kwa hiyo mfumo ambao aliojaribu kuonesha kocha Steve Barker, kwa maana kwamba anahitaji kwenda kuwatumia namba 10 wote wawili. Chota Clatous Chama typical ni namba 10, lakini pia ukijaribu kumtazama Ino Loemba ni typical namba 10. Lakini kwa aina ya uchezaji kwamba Ino Loemba yeye atasimama kama nyuma ya striker, lakini Chota Clatous Chama yeye atakuwa ni flanks ya kushoto, atakuwa na cut in, kwa maana kwamba atakuwa anaingia ndani ya uwanja kucheza kama namba 10 ya uongo. Libase Gaye yeye atakuwa anatokea kulia, alafu atakuwa ana cut in kuingia ndani ya uwanja kucheza kama namba 10 ya uongo
kwa maana kwamba atakuwa anaukata ule uwanja na kujaribu kutazama eneo la mpinzani. Ndio kitu ambacho nimejaribu kukitazama kocha Steve Barker, kile ambacho alijaribu kukionyesha. Lakini pia ukumbuke kwamba Anicet Ora yatakuwa yuko bench, kwa maana kwamba atakuwa anaanzia bench kwa aina ya kikosi hiki ambacho nimejaribu kukitazama. Sele Gomes ndiye ambaye aliyeweza kuwekwa mbele pale, kwa maana kwamba mashambulizi yatakuwa yanaanzia nyuma, eneo la katikati, eneo la pembeni yuko Chota Clatous Chama, eneo la katikati pale yuko Inolo Emba, alafu Selemani Mwalimu Sele Gomes yeye ndiye atakuwa ni finishing, kwa maana kwamba atakuwa ndiyo mmaliziaji kwa aina ya mfumo ambao nimejaribu kuona katika uwanja wa mazoezi. Hakika kabisa spirit yake, uwezo wake, ubora wake, ufanisi wake, unaona kabisa ni mchezaji ambaye anaonyesha dalili dhahiri kwamba ana uhitaji mchezo, na nimeona combination nzuri kati ya Chota Clatous Chama pamoja na Inolo Emba katika eneo la katikati. Ni mchezaji ambaye mwenye uweredi mzuri, ni mchezaji ambaye mwenye skills ya kuweza kutumia mpira, miguu yake inaongea, kimo chake tu pia kinaruhusu kwamba ni mchezaji wa aina gani. Ana urefu wa futi 6.0, kwa maana kwamba bado kidogo angeweza kuiana na Rushaine The Rock, ambaye Rushaine yeye akiwa na urefu wa futi 6.1, lakini pia Ismail Oliver Ture yeye akiwa na urefu wa futi 6.2. Abdurazak Hamza kwenye kikosi hiko cha Simba na pia akiwa na urefu wa futi 6.1. Hao ndio wachezaji warefu kwenye kikosi hiki cha club cha Wekundu Msimbazi Simba. Baada ya hapo anafuata Kibu Dennis Prosper pia akiwa na urefu wa futi 5.9, kwa maana kwamba ametofautiana na Libasi Gaye, ametofautiana na kina Eli Mpanzo, ametofautiana na kina Mohamed Bajabel, ametofautiana na kina Shomari Kapombe. Lakini pia hiko ndicho ambacho kinachoendelea katika uwanja wa mazoezi ambayo yanayofanyika hii leo katika uwanja wa Mo Simba Arena Bunju. Ni mazoezi ya kimkakati kweli kweli, ni mazoezi ambayo ya kuhitaji alama 3 dhidi ya Esperance de Tunis katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa aina hii ya mfumo ambao kocha Steve Barker anaoonesha, aliyoweza kuonesha katika uwanja wa mazoezi, naona kabisa utakuwa ni mfumo mzuri kuelekea katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Tusubiri na tungoje kuona nini ambacho kinachoenda kutokea katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Hii ni Game On TZ. Mimi naitwa Pekuzi.com.